Wakati umekufuru Roho wake Mtakatifu. Bwana asifiwe. Dhambi zote tunasamehewa. Na ujue ya kwamba wakati unasamehewa dhambi anakuwasia mema. Wakati unakufuru Roho Mtakatifu, Mungu anaachana na wewe kwa sababu wewe umelaaniwa na kisasi chako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ezekiel 36. Ezekiel 36, 34 to 37. Ezekiel 36. Ezekiel 36, 25, 27. Biblia inasema, then I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. Biblia inasema ya kwamba naye Mungu atakunyunyizia maji masafi, na ule uchafu na ule waabudu miungu ataiondoa yote, na wewe utakuwa msafi mbele ya Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu akinyunyiza maji masafi juu yako, utakuwa msafi au utakuwa mchafu, because ile uchafu Mungu ataondoa. Bwana apewe sifa. Wakati nimekuwa nikiangalia mvua inataka kunyesha, Mungu akaniambia ya kwamba hakuna mvua. I want to test the faith of people. Nitataka uangalie wale wenye hawajakuja, wenye wako imani na kutafuta uso wangu wataingia. Lakini those people without faith, wataona mvua inakuja, watarara, hawataingia. Na it is true. Si watu wamekuja wakinyeshewa. Mungu anatazama, anataka kuona imani ya watu. Faith yako iko wapi? Amen. Biblia inazidi kusema ya kwamba a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stone heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Mungu anasema ya kwamba yeye ataondoa moyo wa jiwe uliomo ndani mwako, na atakuumbia moyo mpya, moyo wa nyama, moyo wa kutubu, moyo wa kufunjika, moyo wa kuokoka, moyo wa kusimama na kutetea jina la Mungu. Bwana apewe sifa. Kama hujajua Mungu ni wa kujibu maombi. Niliomba hapa it was on a Wednesday night. Nikaambia Mungu, ninaitisha sasa kibali kwa familia yetu as the first born of the family, kama kijana mkubwa kwa hiyo poma, na nikamwambia kibali isuke kwa hiyo poma, watambue ya kwamba mimi ndio mkubwa. Thursday jioni saa 1 nikapiga simu nikiwa pale. Nikapigia my mother simu, mama akaniambia ninaomba ukuje nyumbani kwa sababu hao mandugu zako inafaa ukuje wawawie ile shamba iko mahali fulani, kila mtu apate share yake. Na nikamwambia baba, thank you for, nilishukuru sana kwa sababu Bwana asifiwe. Nikamwambia asante kwa sababu nilimuomba usiku, asubuhi amejibu, na nimeambiwa hiyo kibali tayari imeanza Wewe uko na kibali gani? Ya amani, kuona Mordekai akienda kuinuliwa, ya kukata Mordekai mpaka anamtandikia msalaba ili Mordekai akufe. Lakini inageukanga vice versa. Ukinichimbia simu utaanguka mwenyewe, mimi sitaanguka. Ukiniendea uganga itakumaliza wewe mwenyewe, mimi sitaisha. Bwana asifiwe. Kama dada ungeomba mtoto saa hiyo ungekuwa Masisi, lakini ile maombi unayeomba kidogo ndio ilikusaidia. Bwana asifiwe. Kuna watu mimi naogopa. Niwaambie watu gani? Kwa mama.
huyu tumekosana na yeye, atakuambia na wewe usikane na mapepo yake. Ambia huyu asikane na mapepo yake. Ana mapepo, nimetumia example. Bwana asifiwe. Yaani mmekosana na mmoja, unakuta mama mmoja ako na mikia kama 7. Simemulika huko nyuma, wamama wako nyuma tu. Amenitusi. Nani ameongea? Sasa wote wanafuata. Hiyo ni spirit ya Shetani inayokuwa kwa huyo, na ile spirit ikianza kufuruta watu inapeleka watu kusimu. That's why most of the women unajua kuna kitu kingine niliuliza my father. Alituambia msiende hiyo boma. Nikamuuliza daddy, kwa nini? Akasema huyo mtu ni mchawi. Bwana asifiwe. Sikuamini. Nikaenda nikauliza mama yangu. Mama akaniambia huyo mtu ukienda atakupea tadawa huko. Sikuamini. Nikaenda kwa Soso. Nikauliza Soso na huyo. Akasema huyo mtu si unaona hata anasongea sana. Analeta waganga kila siku, anataka kutuangamiza. Nikajua huyo ni adui. Kidogo mwezi haijaisha, Mungu akataka kunithibitishia. Jamaa akaenda kusongeza samba. Tukaenda sasa kumkimbiza na mimi nikiwa mchukuu mdogo na kafifu. Sasa nikagundua kumbe nyoka inajulikana na sumu ya. So na mtu ya vitina anajulikana na vitina ya. Haleluya. Na Mungu leo anaumbia mtu wa vitina moyo mpya, moyo wa kupondeka, moyo wa kufunjika, moyo wa kutupa. Hallelujah. Solomon was commanded kutoka Kapusareti aje kazi ya kuja afunge. Na Mungu alimfungua. Kufanya kazi kubwa sana hapa. Mungu kusaidia kijana. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Usifikirie ya kwamba kuokoka tu ndio umefika. Kuna vitu nyuma yako lazima ikatu. Lazima tulete panga ya kufieka hii yenye iko kando, usimama ukienda mbele. Hallelujah. The Bible says, nitakuambia moyo safi, moyo mpya, moyo wa kufunjika, moyo wa kutubu, moyo wa kufunga. Hallelujah. Amen. Kuna kitu Mungu alikuwa ananifunulia hapa, na hiyo siku anajua. Ati hawawezi kaa kwa nyumba zao, wakule watembee wakifanya nini, wawe kwa presence yangu. Lazima wafunge wakinitafuta, wakifunga wakiomba wakinitafuta, na mimi sasa naachilia uwepo wangu juu yao. Kwa hivyo usiexpect ya kwamba utarara kwako na ile maombi kidogo ya kulala na maombi ya kuamuka asubuhi ati Mungu aachilie uwepo wake. Never. Utakaa miaka 100 ukiwa hivyo. Maombi ile ya kufunga, kujinyima na kumtafuta Mungu ndiye anaachilia uwepo wake na inatembea na wewe. Amen. Kama Sophie alifunga siku nyingine hapa, mama mzee na ni mgonjwa. Anafunga na sisi hapa mpaka nikashangaa. Watu wako na afya sawa, wako sawa, wamekula vizuri. Niwaambie secret. Wale wenye walituma maombi ati niwaombee, sikuwaombea. Hiyo nilikataa. Kwa sababu Mungu aliniambia watu wanakula sembe, wanakula vizuri, wanalala vizuri, ati wao wako kwa nyumba, ambia bishop aniombe. Simu inapiwa, bishop niombe. Sikuomba. Hiyo sisi nisiwadanganye. Niliombea kanisa yote, lakini hiyo maombi yenye mlitumana sikuomba. Kwa sababu hata Mungu aliniuliza, utaombeaje mtu mwenye aombi amelala kwake saa hii ako sawa? Mwingine utakuta ameweka tu radio pale ni anaangalia msosi inaendelea kuiva na yeye ako hapa tu. Anangojea ile kuku hivi. Sikuomba. Bwana asifiwe. Wacha tusirikiane kwa maombi, mimi na wewe tuwe kitu kimoja mbele za Mungu, ili maombi nitaomba ifike. Amen. Lakini don't expect ya kwamba wewe huko unanitusi huko uniambie nikuombee ifike. Haitafika. Hiyo ni waste my time. Huko pale unapigana na majirani na matusi na vita, lakini umetumana maombi kwangu niombe ifike. Itafika. Bwana asifiwe.
So maombi lazima tuwe pamoja. Chain isikane yangu na yako, tupeleke kwa Mungu. Because Mungu amenipea kifunguo ya kufungua na kupeleka maombi yenu. Sasa nikimwambia Baba tenda hii, anatenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kuna dada anaitwa Linet, alikuwa mshiriki wetu hapa. Alikuwa anaishi kwangu. Huyo msichana akaniambia mtoto anasumbua, analia. Sipasto niombe hata mtoto nimpe jina. Kaniambia sasa nataka kuita mtoto Adasa. Adasa mimi sister. Nikamwambia unataka kuita mtoto Adasa? Hiyo ni mtumishi wa Mungu. Nikamwambia apewe hiyo jina la Esther kwa jina la Yesu na Mungu atende. Mtoto akanyamaza. Vile aliitwa Esther, mtoto akanyamaza. Imagine hiyo ni simu anapiga. Baada ya mtoto kunyamaza, baba yake ako na akuru. Alimpea mimba, akaepa. Baba yake akapiga simu. Immediately, kama ujue Mungu hayuko, akamwambia pole, nimekufanyia mbaya, lakini I will support you. Bwana asifiwe. Sio kusupport tu, achukue bibi yake na mtoto yake. Hiyo ndio maombi yangu. Achukue bibi na mtoto. Wakati alikuwa anapeana mtoto alifikiria nani atalishia yeye. Mungu asimpe amani, achukue na alisi. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ile roho yenye tunaumbiwa na Mungu leo ni roho ya nyama. Amen. Amen.